mwanaume mwenye tabia hizi tano huwa ni rahisi kuvujisha picha zako za utupu, aidha kwa kujipatia maslahi fulani kutoka kwako ama kukudhalilisha. Kuna aina tano ya tabia ambazo mwanaume akiwa nazo huwa ni rahisi kuweza kuvujisha picha zako za utupu. Haijalishi unapenda kurekodiwa, haijalishi upendi kurekodiwa. Kama mwanaume ana tabia hizi tano, huwa ni rahisi kuweza kuvujisha picha zako. Wanawake wengi wanaamini kwamba mimi kwa sababu sipendi kurekodiwa, mwanaume hawezi kunirekodi. Yaani mwanaume kama ana hizi tabia, haijalishi utakuwa unajilinda vipi, kama ataamua kukurekodi, atakurekodi tu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kuna aina tano ya tabia ambazo mwanaume akiwa nazo hautakiwi kuwa nayo kwenye mahusiano, kwa sababu ni rahisi kuweza kukurekodi kwa ajili ya kuweza kujinufaisha au kukudhalilisha kutokana na picha zako za utupu. Tabia ya kwanza kabisa ni tabia ya mwanaume kupenda kulelewa. Mwanaume yote ambaye anapenda kulelewa huwa ni rahisi kuweza kuvujisha picha zako za utupu kwa ajili ya kuweza kujinufaisha yeye au kukudhalilisha. Mfano, kujinufaisha yeye anaweza kana anatumia pesa. Anaweza kana anakuambia kwamba usiponitumia pesa nazivujisha. Kwa hiyo ukajikuta wewe mwanamke unampa pesa au anakuingilia kinyume na maumbile kwa sababu ya kuogopa kuweza kuvujisha picha zako au kufanya kitu kibaya kwa ajili ya kuogopa kuvujisha picha zako. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya aina ya tabia ambayo mwanaume kama anayo huwa ni rahisi kuweza kufanya hayo mambo. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba mwanaume yeyote mwenye tabia ya kupenda kulelewa huwa ni rahisi kuweza kuvujisha picha zako za utupu. Na pia mwanaume mwenye tabia ya mabavu, yani ya kupiga wanawake. Mwanaume yote mwenye tabia ya kupiga wanawake huwa ni rahisi kuweza kuvujisha picha za utupu au kurekodi kwa ajili ya kuvujisha picha za utupu kwa ajili ya kudhalilisha au kupata maslahi. Kwa maana mwanaume mwenye tabia ya kupiga wanawake huwa akubali mwanamke anapomwacha kama hajaamua kumwacha yeye. Kwa hiyo huwa ni rahisi kuweza kurekodi wewe bila kujua, au wakati mnapokuwa mnavinjari mkiwa uchi mnafanya mapenzi, anaweza mkao mnarekodiana. Kwa hiyo mwanaume mwenye ubaba anayepiga wanawake huwa ni rahisi kuweza kutumia hizo picha kwa ajili ya kupiga miti mara kwa mara au kutumia kwa ajili ya kuweza kupata maslahi ya pesa au jambo lolote lile. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanaume mwenye tabia ya kupiga wanawake huwa ni rahisi kuweza kuvujisha picha za utupu. Na pia tabia tatu ni tabia ya kudhulumu watu. Mwanaume mwenye tabia ya kudhulumu watu, haijalishi anadhulumu wanaume, haijalishi anadhulumu wanawake, hii ni mojawapo ya tabia ambayo inadhibitisha kwamba huyo mwanaume anaweza kuvujisha picha zako za utupu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya tabia ambayo unatakiwa umkwepe mwanaume au usimkubalie mwanaume mwenye tabia ya kudhulumu watu, kwa sababu ni rahisi kuweza kuvujisha picha zako za utupu. Na pia tabia ya nne ni tabia ya ubaba. Mwanaume ambaye ana tabia ya ubaba, yani ambaye hataki akoselewe, yeye anachokizungumza anataka kisikilizwe. Yani ubaba, maana ya ubaba nafikiri umeelewa. Huwa ni rahisi mwanaume kutumia huo udhaifu wa kurekodi kwa ajili ya kuweza kutumia kwa ajili ya maslahi fulani au kukudhalilisha, kwa sababu mwanaume anayetumia ubaba au mwenye tabia ya ubaba huwa ni mtu ambaye huwa hapendi kushindwa pale mwanamke anapoamua kumwacha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia mwanaume mwenye tabia ya kuwa na ubinafsi. Mwanaume yote ambaye ana tabia ya ubinafsi huwa ni rahisi kuweza kuvujisha picha zako kwa ajili ya kupata maslahi fulani au kukudhalilisha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kama wewe ni mwanamke, kuvujishwa picha zako za utupu ni rahisi mno, au kutumia picha zako kwa ajili ya kwa ajili ya kujinufaisha ni rahisi mno, ikiwa utamkubalia mwanaume mwenye tabia hizi tano ambazo nimeweza kuzitaja. Nikumbushe, unaweza kupata hii dawa. Hii dawa inauzwa shilingi 10,000. Itakusaidia kwa wewe mwanaume ambaye una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Ni dawa ambayo ni nzuri mno. Kwa shilingi 10,000 utaweza kujipatia hii dawa. Na pia kama wewe ni mwanamke una tatizo la kukosa hisia, jipatie hii dawa. Unaweza kuja moja kwa moja ofisini Magomeni Kagera ili kupata hii dawa. Kwa shilingi 10,000 tu utaweza kujipatia hii dawa. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante.